Kwa sababu hatufuasi mataifa na watu binafsi kwenye ngazi ya utamaduni, hakuna mabadiliko mengine katika jamii. Injili inapokuja, haipaswi kuwa hivyo. Lakini hiyo ndio hali halisi. Unaweza kuwa na nchi barani Afrika ambapo 60%, 70%, 80% ya watu wanamkiri Kristo, ambapo makanisa yamejaa Jumapili, na nchi bado maskini, nchi imejaa uasi, na janga la ukimwi ni tatizo kubwa kwenye nchi hizo. Nakumbuka mchungaji mmoja wakati fulani aliniambia, "Daro, siwezi tena kuchunga kanisa langu. Ninatumia muda mwingi kufanya mazishi." Nikasema, "Unamaanisha nini?" Alisema, "Takribani watu 11 kwa mwezi kutoka kwenye kusanyiko langu ninazika." Watu 11 kwa mwezi kutoka kwenye kusanyiko lake wanakufa kwa ukimwi. Hawa ni Wakristo. Tatizo ni nini? Tulikuwa tunawafuasa watu kwenye nidhamu za kiroho, lakini sio kwenye ngazi ya utamaduni. Hatuendi kwenye mzizi wa kile kinachopaswa kufanywa ili kubadilisha jamii au kumbadilisha mtu binafsi. Fungua pamoja nami Waefeso 6. Tunafahamu maandiko haya, Waefeso 6:10 na kuendelea. Na ni mistari inayozungumzia juu ya hitaji la kuvaa silaha zote za Mungu. Nataka tuangalie mstari mmoja, mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Je, kushindana kwetu si sio juu ya damu na nyama, ni juu ya ufalme na mamlaka katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kilichotokea Rwanda kilikuwa juu ya damu na nyama. Unaona, vita vya kiroho vinavyotokea kwenye ulimwengu wa roho haviishi kwenye ulimwengu wa roho tu, vinajidhihirisha kwenye ulimwengu huu wa mwili. Na kulikuwa na raia wa Rwanda milioni 1 waliouawa, vichwa vyao vilikatwa, walitendewa unyama. Damu na nyama halisi inapaswa tutambue kwamba mzizi ni ulimwengu wa roho, sio hapa duniani. Sasa fungua Injili ya Yohana na tutasoma Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema lugha yake ya mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. Shetani ni nani? Shetani ni muongo. Anadanganya watu, na tunapoamini uongo wake, tunafanywa kuwa watumwa wa uongo huo. Sisi ni masikini kwa sababu ya uongo huo. Kama mwanamke ameambiwa mara kwa mara kuwa yeye ni dhaifu kuliko mwanaume, huo ni uongo. Lakini kama anaamini uongo huo unamtumikisha. Nilimtaja juzi mwanamke alikuwa na kipawa cha uchoraji, lakini alikaa muda mrefu bila kuchora kwa sababu sio jambo la kiroho. Huo ni uongo. Uongo huo umemfunga na kumtia utumwani. Umemzuia kutumia karama ambayo Mungu amempa ili iwe baraka ambayo ingeweza kuwabariki watu wengi sana. Ulimwengu unakosa kitu kwa kukosa
Sanaa ya mwanamke huyu. Shetani ni mwongo. Kwenye Yohana 10:10, Yesu anasema, mwizi haji tu kuiba, ila kuua na kuharibu. Shetani anataka kutuangamiza wewe na mimi. Anataka kuharibu jamii na mataifa. Anafanya hivyo kwa kutumia uongo. Sasa fungua Ufunuo 20:3. Ni kifungu ambacho kwa kawaida tunasoma na kujadili tunapozungumzia nyakati za mwisho. Sehemu ninayotaka uione katika mstari huu haihusiani sana na nyakati za mwisho, lakini jambo fulani ambalo nadhani ni la muhimu zaidi. Ufunuo 20:3. Akamtupa katika kuzimu, akalifunga, akatia muhuri juu yake, ili asipate kuwadanganya tena mataifa. Mataifa yanadanganywa. Shetani hawadanganyi watu binafsi tu, bali anadanganya mataifa. Andiko hilo linaendelea katika mstari wa 7 na wa 8. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa kutoka kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa ufuo wa bahari. Ataachiliwa mwishoni. Kwa madhumuni gani? Ili kwenda nje na kudanganya mataifa. Mzizi wa umaskini. Ngoja niseme wazi kabisa. Chanzo cha umaskini ni uongo. Sio ukosefu wa rasilimali. Ukiwaona watu ambao ni masikini, unaweza kuona watu ambao ni masikini au shirika la misaada na maendeleo. Ukiwaona masikini unadhani wanachohitaji ni pesa, na nitaenda kuwapa pesa. Kuwapa pesa hakutatui tatizo lao, kwa sababu mzizi wa umaskini sio ukosefu wa rasilimali. Chanzo cha umasikini ni uongo. Wanaume ni bora kuliko wanawake. Huo uongo huo unaleta umaskini mkubwa. Imani mbovu. Sisi ni masikini na hakuna kitu tunaweza kufanya kuhusu hilo. Mtu anaweza kuishi paradiso. Anaweza kuwa anapata hundi ya dola 1000 kwa mwezi, na bado anasema mimi ni masikini na hakuna ninachoweza kufanya juu yake, na tabaki masikini. Wengine wanasema kazi ni laana. Wengine wanasema ujinga ni hazina. Kuna uongo mwingi sana. Uongo huo ndio mzizi wa utumwa na umasikini kwa mataifa. Kumbuka Yesu alipokuwa akizungumza na Wayahudi kama wakimwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo kweli hiyo itawaweka huru. Yesu hapa anatofautisha kati ya muumini na mfuasi. Kuna watu wengi ambao ni waumini, waliinua mikono yao kwenye mikutano ya kiinjili au katika aina fulani ya makongamano ya uamsho ili kuonyesha kwamba wanamwamini Yesu. Nimeambiwa kwamba 110% ya Waargentina
ni Wakristo. Kama hujaelewa, huo ni utani. 110% ya Waargentina ni Wakristo. Hii inamaanisha kuwa kuna Wakristo wengi zaidi nchini Argentina kuliko raia wa Argentina. Kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na mikutano mingi ya Injili na watu wananyoosha mikono kila wakati. Ukitazama kuna mikono ya watu juu tu. Unapohesabu mikono inanyooshwa utagundua kuwa kuna Wakristo wengi zaidi nchini Argentina kuliko raia wa nchi hiyo. Kipi hakipo sawa kwenye picha hii? Tuna lengo la kuokoa roho kwa ajili ya mbingu na si kufuasa mataifa. Kuna tofauti kati ya muumini na mfuasi. Ili kuwa mfuasi, unapaswa kukua katika neno la Mungu. Na katika kukua katika neno, ndipo unapokuja kujua ukweli. Na kweli hiyo itakuweka huru. Uongo huleta utumwa. Ukweli huweka huru. Makanisa yanayojihusisha kwenye uinjilisti, makanisa yanayojihusisha kwenye umission. Tunashukuru, haya ni mambo mazuri. Lakini ikiwa tutaishia hapo, unaweza kuacha taifa au jamii ikiwa maskini au maskini kuliko ilivyokuwa hapo awali, kwa sababu hatujatambua nguvu iliyo ndani ya kitabu hiki. Sasa ningependa kwa muda mfupi utafakari. Dunia inadhani kipi ni chanzo cha umaskini? Marafiki zako wanadhani nini chanzo cha umasikini? Je, chanzo kinatofautianaje na kile ambacho tumesoma?